Kwa hiyo ndugu zangu mlioko hapa, niwaombe kwamba leo, dunia leo ya mipira haiwezi kuendeshwa kwa midomo peke yake. Lazima klabu iwe nzuri kiuchumi ili wachezaji wawe na morale, na hatuwezi kutegemea wafadhili muda wote. Lazima na wao waone kwamba na sisi kama wadau tunacho chochote tunachoweza tukaendelea kuchangia na wenzetu pia kuweza kuchangia. Kwa hiyo nimeona nitoe message hiyo kwamba katika nchi wapo watu ambao wanaweza kulalamika na jambo. Siku moja niliwahi kusema kwamba Mheshimiwa Rais angeamka asubuhi akasema watu wanaosema hizo ni kodi zetu wenyewe, tukasema basi hebu na hapa tulipo kila mmoja arudishiwe hela, kila mmoja arudishiwe hela aliyoitoa katika kodi. Ninao hakika watakaorudishiwa ni wachache. Ninao hakika watakaorudishiwa watakuwa wachache. Kwa hiyo ndugu zangu wana Young Africans, ushindani uliopo leo ni ushindani mkubwa, wala msije mkaombea klabu ya Simba ishuke na ife, kwa sababu ikifa itapoteza ubora wa Young Africans. Wala Simba msije mkaombea Young Africans ishuke na ife, kwa sababu itakapokufa itapoteza ubora wa klabu nyingine. Huu ushindani uliopo sasa hauimarishwi kwa maneno matupu, unaimarishwa kwa mipango, na mipango hiyo inaanzia pale kwenye uongozi, inapasiwa pale kwa wafadhili, inakwenda kwa wadau wengine. Kwa hiyo nimeona nitoe hiyo message ndugu zangu, na kwamba sasa ni muda wa kujizatiti ili klabu zetu zisiende nyuma bali ziweze kusonga mbele. Young Africans hoye! Sasa leo tunasaini mkataba huu mkubwa sana katika kujenga uwanja. Hebu angalieni tangu klabu ya Young Africans ilivyoanza leo mwaka 2026 tunakuja kusaini mkataba wa kujenga uwanja wa kuaccommodate watu 20,000. Maana yake ni kwamba kama kusingalikuwa na mipango, ingelikuwa mipango ipo kwenye midomo, kwenye kompyuta na vitu sio real, uwanja huu leo ungebaki na ukua historia. Lakini historia tunayozungumzia sasa ni ya kuonesha matendo. Sasa tunahama kutoka kwenye maneno mengi tunakwenda kwenye maneno machache sana, halafu tunakwenda kwenye vitendo vingi sana.